Kaka, ni afadhali nimekutana na wewe hapa. Maana mguu huu ulikuwa unakuja kwako. Maana nimepokea taarifa za juu, sijui zina ukweli au zina uongo ndani yake. Niambiwa mkeo amefariki, ni kweli? Ni kweli kaka. Mke wangu amefariki. Ila hakufariki kwa ugonjwa. Ni ameuawa na mdogo wangu Jerry. Alafu wewe alikuambia taarifa kama mke wangu mimi amefariki ni nani? Ni mdogo wako Jerry. Maana amefika kwangu muda sio mrefu na nikaongea naye. Analalamika kwamba na amekuja akiwa na pressure kubwa, akiamini unataka kumuua. Maana ametoka anakimbia na sidhani kama ulikuwa mkimbizi. Na amefika kwangu akaniambia kuhusu taarifa za mke wako kufariki nyumbani kwake. Na yeye anasema hajashiriki. Na mimi baada ya kusikia na kuniambia hizo taarifa, nikaamua nije kwako ili nithibitishe kama alichokisema ni cha kweli au la. Kama nilivyokuambia kaka, mke wangu mimi amefariki. Hivi, ngoja kwanza nikuulize swali. Baada ya Jerry kukuambia kama mke wangu mimi amefariki, si ndio? Na yeye anaamini kabisa kwamba ile tukio alilifanya yeye. Baada ya kukueleza hayo mambo yote na nini, alielekea wapi? Baada ya kunieleza taarifa, mimi nikaona hana pa kwenda. Kama hana pa kwenda, nikaona nimhifadhi nyumbani kwetu. Kwa hiyo yuko pale nyumbani, ametulizana pale nyumbani kwetu kwa sababu nilimuona kabisa akili yake imeshachanganyikiwa. Kama ningemwacha aondoke pale na mimi ningeenda kufanya vitu vibaya huko mbele. Elia, ni kweli kabisa umemwacha mdogo wangu pale nyumbani kwenu? Na hata sasa hivi tukienda pia tunaweza tukamkuta? Maana namtafuta sana. Na nina uhakika kabisa 100% yeye ndio alimuua mke wangu. Kaua ukweli? Ndio. Basi sawa, kama kaua, haruhusiwi kuishi. Hapaswi kuishi kabisa. Twende. Halo mtaalamu. Habari yako? Kwema, unaongea na Mama Bahati hapa. Kuna kitu nimefanya kwa mkwe wangu kule. Kwa hiyo kuna kitu nataka unisaidie. Maana mwanangu amenipigia simu ameniambia anakuja kumwambia babake kitu ambacho nimekifanya kule kwake. Kwa hiyo mganga, kuna kitu nataka unisaidie. Yaani nataka huyu mkwe wangu huyu, maana ndio uthibitisho tosha. Nataka umfanyie kitu ili mradi afanyaje, yani asikumbuke chochote. Sio usijui naelewa. Yani nataka umharibu kabisa akili yake, kila anachokifanya yani asikumbuke chochote, yani uharibu kabisa mfumo wa akili yake nzima. Yani kwa sababu yeye ndio uthibitisho tosha. Kwa hiyo mganga wewe utaangalia vingine, yani wewe utajua sababu nimechanganyikiwa hapa. Anaitwa Bahati. Yani Bahati, yani si ndio hivyo sasa, majina yameendana tu. Yani awe mtu wa kawaida, lakini yani siojua kile kitu nilichokifanya ni cha ajabu. Sio naelewa, yani nimefuata tu hisia zangu. Kwa hiyo wewe haribu tu yani kumbukumbu zake kuhusu ile tukio. Ikibidi anione mimi ndo mpenzi wake, yani kila kitu, kwa sababu tayari mwenyewe nishampenda na nishapagawa. Sawa, nakutumia picha yake sasa hivi.
Habari yako kijana? Salama mzee. Samani ndugu yangu, sawa. Mimi hapo unavyoniona namtafuta mke wangu. Ametoka nyumbani tu bila kuaga hata kwamba anaenda wapi. Sasa huko ulikotoka huko, hujamuona mwanamke wangu, yani amevaa suruali fulani hivi nyeupe, alafu kavaa na kitop sijui, na akajifunga kichwani mtandio mweusi. Hujamuona huko? Ni mwembamba, sio mrefu sana wala sio mfupi, yani ni mtu wakati kwa kati, afu sio mweupe, yani tuseme yule ni mweusi tu kama mimi hivi. Hujamuona huko ulikotoka? Nilipotoka mimi msibani. Na nizania kuna msiba, nimefika pale funga mageti. Yaani geti wamefunga, hamna msiba kabisa. Sijui wale watu wamehamisha msiba, wamepeleka huko kijijini, sijui vipi na hawajatuambia majirani. Sema kibaya zaidi, chanzo cha msiba kinasikitisha kichizi yani. Ningependa nikuhadisie kidogo. Kwa mfano, wewe uwe na shemeji yako. Yaani wewe shemeji yako uko unaitosha ukamtongoza na akakubali. Mkao mnafanya kila kitu, mapenzi nini. Lakini yule mwanamke bado anaishi kwa mume wake ambaye ni nani? Kaka yako. Mwanangu umezingua kinomani. Hivi kwa nini umenishika pale, umenishika mkono nini? Simuone mpumbavu. Sasa kaka, wewe ni kabisa watu waliofikia na watu wa kuuana pale, ungemuua wewe. Vipi alivyomuua mke wangu? Alafu wewe ndio umeniambia pale kabisa mdogo wangu mimi afai kuishi duniani, au sio wewe? Kaka nisikilize. Mimi nilikwambia afai kuishi. Lakini kwa tukio la pale ndugu yangu, zile ni kesi. Cha kwanza, ungemuua pale, mimi mwanangu ningeingia hatiani. Na kama unavyojua, jela kule hamna ndugu, jela kule hamna maisha mazuri. Kuna watu wa ajabu, kuna manyapala ndugu yangu. Ningeenda kule, unapoona mimi jinsi nilivyo, ningeenda kuishi maisha magumu kaka. Wewe kama unavyojua, kwa sababu pale ungefanya tukio lile pale, wote ungeisha, wewe ungeenda jela, mimi ningeenda jela. Maisha jela mimi siwezi ndugu yangu. Ndio maana mimi nikatoa pale, sababu ungemuua ndugu yangu. Maana wewe ni asili ishapanda kichwani. Kaka, sio kwenda jela. Yule mpumbavu kamuua mke wangu. Mimi na uchungu unajua. Alafu mbaya zaidi, kamuua mke wangu akiwa na ujauzito. Alafu mtoto kiume anaogopa jela. Jela. Mtoto kiume. Wewe ukaona ya wami sijali nini, ukaona fanya kila kitu. Kibaya zaidi yule mwanamke akapata mimba. Wewe ukaona hapana. Ukaona wivu yani. Sijui unanielewa, ukaona umuue yule mwanamke. Angalia hiyo umekaaje kaka. Kama movie ya Kihindi rafiki yangu. Yaani yule jamaa mkatili. Kwanza mimi mwenyewe simpendi. Yaani simpendi. Na nikimuona na mimi nitamsaidia yule jamaa kumuua. Yaani na mimi yule pale na mimi kitu chake halali yangu. Ndugu yangu, samahani bana. Mimi sijakuuliza hayo mambo kwamba umetoka wapi. Mimi nimekuuliza huko ulikotoka huko. Haujakutana na mwanamke wangu yule ambaye nimekuelezea hapa. Sasa unaanza kuniambia mambo sio ya msiba, sio mara hiki kaenda kikarudi. Kaka, hiyo haikuwa shida yangu. Shida yangu mimi ilikuwa ni kujua kama umekutana na mtu wa namna hiyo, ili nielekee huko labda nikajaribu nitaanza kumpata huko mbele. Sema nao mdomo nao una hata end break. Sema kaka nao umezidi. Yaani unamtafuta mtu hata utumie teknolojia, mambo ya scientific au tumii kabisa. Wewe una simu hapo unaonyesha labda unao picha yake au unaweza nikamfahamu. Kweli bana. Uya. Da. Kusema kweli mimi simfahamu kaka. Sema, wewe unajua msanii kweli kwa sababu dada anafanana Saida Kalole. Na dada naye first line. Wewe. Anaondoka. Nataka nimsaidie hapa shirika huru, shirika la misaada anaondoka. Wanaondoke tu Elia usikute kashapika nyumbani ukakorofisha niende kale. So nimetegemea chakula cha msibani wenyewe hajapika. Washenzi kweli. Na kwa nini wasifanye msiba?
Mbona nishtua ndugu yangu? Kwani unajua kama mimi nina pressure? Ningekufa hapa je? Una pressure? Si ufe. Uende kwa mzinzi mwenzako uko peponi sijui motoni. Tena nyoa motoni kabisa. Kwani hivi nyinyi binadamu huaga mna nini? Kondo mnashikana masikio mtaa mzima mnaamini mimi nimemuua yule mwanamke? Mimi na uwezo gani mimi wa kumuua binadamu wenzangu? Na nimuweka nikosea nini? Basi sawa. Wewe njaribu kukuamini hujaua sawa. Ila kumla ulikuwa unamla. Una uhakika gani kama mimi? Mbona unaanza kuamini ushenzi? Kwa kabisa kwa akili zako unaweza kuamini mimi nimelala na shemeji yangu kweli? Si mke wa kaka yangu. Acheni zenu bana. Mimi mwanamke mimi sijalala naye na maanisha sijafanya naye mapenzi, sijafanya naye kitu chochote. Mimi namuheshimu. Kwa ndugu yangu, kwa nini unajua kama jinsi gani mimi ninavyojiheshimu hapa mtaani? Tena mnanipa kesi kubwa kama hiyo. We! Hujamla akati kwa macho yangu mawili hawana si niliwaona. Anasema eti baby muongezee mtoto mguu wa pili. Eti sijui muongezee nini washenzi nyinyi. Wazinzi wakubwa washirati, tena sio smart kabisa. Alafu nasema eti mimi sijafanya nini. Wewe wadanganye wote lakini usimdanganye mimi shirika la umbea. Yaani details zote za mtaa mzima nazijua, hadi mwenyekiti najua anatembea na mama nani. Anatembea na mama Chogo, na wewe nimekuambia wale wako useme. Yaani mimi nijua ndugu yangu unakaba mtoto wa kiume. Kumbe habari zako ndio hizo umbea tena wewe na kaka yako. Yaani hata mjiheshimu. Mtaa mzima mnasifika kwamba nyinyi ni wambea afu ni watoto wa kiume sasa. Acheni hizo tabia. Wanaume hatuishi hivyo. Sasa unakuja kuniambia habari za mwenyekiti zinanihusu nini mimi hapa? Sikia sasa kaka. Don't worry. Usiwe na wasiwasi. Baniani mbaya kiatu chake dawa, ila mimi dawa. Nataka nikustiri. Tutoke moja kwa moja mimi nawe twende nyumbani. Ili ule mweho jia na anayetembea na mapanga kama mkuli aliyefilisika asikuone. Sijui umenielewa rafiki yangu? Mara 200 niende kwenye msitu wa Amazon nikaliwe na ule nyoka wanamsemaga anakonda kuliko nitoe miguu yangu hapa eti niende ukanifadhilie nyumbani kwenu. Kwani nadhani tabia za wewe na kakako sizijui? Kakako aliniambia hivyo hivyo. Nikajua ndugu yangu labda atanisaidia. Eti katoka hapo kaenda kamwambia tena kakajia. Na wakanifuata mpaka nyumbani na mapanga. Kwani mimi sikuwaona? Ndio chanzo cha kutoka huko nikaja kukaa hapa. Na unakuja unaanza kuniambia habari za kijinga. Yaani ni hivi. Mara 100 nikaliwe na wewe nyoka anakonda kuliko kusaidiwa na nyewe ambao watoto wa kiume wanakuwa na tabia za kike. Hata mjiheshimu. Waangalie. Wabaya. Unachamba chamba umbea. Na bahati yako ningekuchoma mimi. Mimi mwema, mimi sio mwema. Mimi kaa Yuda. Afadhali tena nimekukuta hapa Bahati. Unajua nimehangaika kote huko kuulizia, nimehangaika nimezunguka baby, yani kwa nini unanifanyia hivi mwanamke wangu? Sema, sikia hapa tupo nje. Tuingie basi ndani mamangu tutaongea mambo, sawa? Nisikilize. Nimekuja hapa, nimeingia ndani nimebadilisha nguo. Na nimekuja na mambo haya mawili. Tuongozane twende wote nyumbani au tuachane. Bahati. Sasa kwa nini tufikie kote huko kwa kuachana tena? Hebu nisikilize. Kwanza punguza sauti. Sawa, usiongee kwa sauti. Unajua ule muda tulivyokuwa tunapigizana makelele hapa, mtoto mwenye nyumba alisikia kila kitu. Nilikutana naye pale njiani, nikawa naongea naye akaniambia kwamba mambo mengine tusio tunaongelea nje, ni aibu kwa wapangaji wenzetu. Unajua mambo ya mke na mume nataka yamalize ndani. Na ndio maana sasa hivi nakwambia punguza sauti, basi twende ndani tukayazungumza ya mambo, tusiendelee kuongea tena hapa. Hiyo inakuwa sio sawa. Twende basi eti mama wangu eti. Niachie. Tena usiniambie mambo ya huyo malaya wako. Nataka unijibu. Tunaenda wote nyumbani au la? Bahati, sasa tunaendaje nyumbani? Sasa kule kwa wazee tunaenda kuambia kitu gani jamani? Ni mambo ya mimi na wewe. Unajua jambo kubwa ambalo linapaswa kufikishwa nyumbani ni jambo ambalo labda limetushinda kabisa kulizungumza, lakini hata haya tujakaa chini kuyazungumza. Alafu kumbuka kingine, tukifika kule nyumbani na kuelezea hiki kitu, baba mwenyewe anaweza akapanika akachukua maamuzi ambayo sio. Unajua unaweza kuchukulia tu hiki ni kitu cha kawaida, lakini utakapokizungumza kule kwa baba, kinaweza kikavunja hata familia yenyewe. Hivyo unafurahia kumwona mamako anaachika kwa umri ule? Hebu acha hayo mambo bana Bahati. Tuingie basi ndani tuyazungumze. Fanya kama kijatokea kitu basi tuyamalize sisi wenyewe, yasifike kwa baba. Hebu twende basi mamangu, twende ndani. Unaendelea tu kunipa hapa yani maneno yako nisioyaelewa. Nimekwambiaje Bahati? Nataka unipe jibu hilo moja. Tunaenda nyumbani au la si hivyo? Tuachane, kila mtu afanye mambo yake. Bahati mamangu nisikilize basi. Mimi siwezi kwenda kule nyumbani jamani, unavyofikiria wewe. Haya basi twende basi ndani tukaongee. Kama hiyo safari basi tutapanga tukiwa ndani. Twende basi. Twende ndani.
Bahati unielewi. Sasa naingia ndani, nachukua kila kitu changu na kuondoka.